Karibu mtazamaji wa Sauti Digital pamoja na msikilizaji wa Radio Sauti FM Studio. Hivi sasa kinachozungumzwa kwa mapana ndani ya mipaka ya Tanzania ni kuelekea shamla za miaka 60 ya uhuru wa Tanganyika. Itakuwa ni 9 Disemba mwaka huu 2021 ambapo Tanganyika itakuwa inasherehekea miaka yake 60 tangu kupata uhuru. Yapo mengi ambayo yapata nafasi ya kufanyika ndani ya mipaka ya taifa hili la ukanda wa mashariki mwa bara la Afrika. Sekta ya kilimo bado inatajwa kwamba ndio uti wa mgongo wa taifa hili. Wakulima wamekuwa wakishiriki katika mapana yake kuhakikisha kwamba kilimo ndani ya mipaka ya Tanzania kinazidi kuchangia katika pato la taifa, iwe ni kilimo cha mtu mmoja mmoja ama iwe ni kilimo cha biashara. Vyuo vikuu nchini Tanzania na vyenyewe havipo nyuma katika kuhakikisha vinakuwa uti wa mgongo katika kusukuma hili. Chuo kikuu cha Sokoine SUA na chenyewe kimekuwa katika mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba kinatoa mafunzo na kuhitimisha wataalamu katika sekta ya kilimo na sekta nyingine ndani ya mipaka ya Tanzania. Kwa namna gani ambavyo SUA ndani ya miaka 60 hii ya uhuru wa Tanganyika wanashiriki kwa mapana, leo nimepata nafasi ya kumwalika makamu mkuu wa chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo Profesa Rafael Chibunda ambaye nitakuwa naye kwa siku ya leo. Lakini katika mahojiano hayo pia amepata nafasi ya kuambatana na naibu makamu mkuu wa chuo kikuu cha Sokoine kwa upande wa taaluma, utafiti na ushauri wa kilimo Profesa Maulidi Mwatawala. Ndio wageni wangu kwa siku ya leo. Na kuongozea majadiliano haya naitwa Martin Nyoni. Kwa moyo mkunjufu msikilizaji, niseme karibu sana na wewe ambaye pia unatutazama kupitia channel yetu ya YouTube. Karibuni sana katika mazungumzo yetu siku ya leo. Asante. Tanganyika ipo katika shamla makamu mkuu wa kuelekea miaka 60. Watu wa Sokoine hapo nyuma katika kuhakikisha kwamba mnashiriki kwa mapana. Pengine tuanzie na hili. Nafasi ya Sokoine katika miaka hii 60 ya uhuru wa Tanganyika, mmebobea sana katika kilimo. Ipi nafasi yenu? Asante mtangazaji. Kwanza nitoe shukrani zetu kama chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo kwa hii taasisi ya utangazaji ya chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino Sauti ya hapa Mwanza. Kama ulivyosema, ni kweli nchi yetu na hasa sehemu ya Tanzania bara tunafikisha miaka 60 ya uhuru wa nchi yetu toka tulipata uhuru tarehe 9 Disemba 1961. Sio kipindi kifupi. Kwa hiyo sisi chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo, kwa sababu ni sehemu ya jamii, ni sehemu ya nchi hii, na sisi kwa kweli tumejiandaa kwenye kuadhimisha hii miaka 60 ya uhuru wa nchi yetu. Kama ulivyoniuliza, nianze nyuma kwamba katika miaka 60 chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo tumeshirikije kwenye kusukuma maendeleo ya nchi yetu, lakini hasa kwenye hii sekta kubwa ya kilimo kwa upana wake, kwa maana ya kilimo, upande wa mazao, ufugaji, lakini uvuvi, ufugaji samaki, pamoja na katika sehemu ya misitu ambayo mara nyingi huwa tukizungumzia kilimo watu wengi wanapenda kuisahau, lakini hayo ni eneo muhimu sana. Kabla sijasema tumefanya nini, labda nirudi tu kwenye historia fupi ya chuo chetu. Hiki chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo kilinganisha na miaka 60 ya uhuru kinasimama wapi? Chuo cha Sokoine cha kilimo historia yake inaanza mwaka 1965. Kwa ni miaka 4 tu baada ya nchi yetu kupata uhuru. Serikali ya awamu ya kwanza ya nchi yetu iliyoongozwa na baba wetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere waliona ni vizuri kwamba tuanzishe taasisi mahususi kwa ajili ya kutoa mafunzo, kwa ajili ya kupata wataalamu mahiri kwa ajili ya kusukuma kilimo chetu. Kwa sababu wakati tunapata uhuru ni kweli kwamba wakoloni hawakuwa wametuachia msingi wa kuweza kufundisha wataalamu katika nchi yetu. Kwa hiyo mwaka 65 serikali ikachukua eneo hapo katika leo manispaa ya mji wa Morogoro, wakajenga chuo kwa ajili ya kutoa astashahada na stashahada, yani certificate na diploma. Na kile chuo kiliitwa Chuo cha Kilimo cha Morogoro. Kwa hiyo chuo kikaendelea kutoka mwaka 65 kilipoanza mpaka kilipofika mwaka 70. Wakati huo katika ukanda wa Afrika Mashariki, sababu tunajua nyuma baada ya uhuru tulikuwa kwenye jumuiya pamoja na nchi ya Kenya na Uganda kwa majirani zetu, lakini misukosuko ikawa imeanza. Tulikuwa na chuo kikuu kimoja cha Afrika Mashariki ambacho kilikuwa kinaitwa The East African University. Kikawa sasa kimefika mahala kila nchi ikaonekana kwamba ianze chuo chake. Kwa hiyo Tanzania kuanzia mwaka ya mwisho ya 60 katikati ya 60 tukaanza chuo kikuu cha Dar es Salaam.
Kwa hiyo walipokanisha chuo cha Dar es Salaam wakadhani ni vizuri hiki chuo kiweze kuwa angalau na kitivo cha mambo ya kilimo. Kwa hiyo ndio chuo cha kilimo kilichokuwa Morogoro cha kwa ajili ya kufundishia stashahada na stashahada kikabadilishwa na kuwa sehemu ya chuo cha Dar es Salaam kikiwa kama ni kitivo au faculty. Kwa hiyo ikawa ni Faculty of Agriculture na ikaenda hivyo, baadaye ikaanzishwa misitu, kabadilishwa jina kuwa Faculty ya kilimo na misitu, na baadaye ikaanzishwa veterinary. Kwa hiyo ikaendelea hivyo mpaka ilipofika mwaka 1984 ndio serikali ikafanya uamuzi sasa wa kusema muda ulikuwa umefika wa nchi yetu kuwa na chuo kikuu mahususi, chuo kikuu cha kilimo. Na ndio mswada ukapelekwa bungeni na chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo kikawa kimezaliwa mwaka 1984. Kwa hiyo kuanzia pale kichuo kimefanya mambo mengi katika nchi yetu, lakini niongelee tu kwanza kwa kirefu kidogo swala zima la kufundisha wataalamu wa kilimo katika nchi yetu. Kama nilivyosema nyuma, wakoloni hawakutuacha na wataalamu wa kilimo ambao wangetosheleza mahitaji ya wakulima wetu katika nchi. Kwa hiyo mwaka 84 chuo kilipoanza kilikuwa kidogo, kilikuwa na wanafunzi 400. Lakini kimeendelea kukua na leo tunavyoongea chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo kina wanafunzi 14,568. Kwa hiyo idadi ya wanafunzi imeongezeka, idadi ya wafanyakazi imeongezeka, lakini idadi ya wahitimu ambao chuo chetu kimetoa ambao ni wataalamu kwenye sekta hasa za kilimo, mifugo, misitu pamoja na uvuvi. Sisi tunajivuna kwamba katika nchi hii kila kona ya nchi unapoenda lazima utakuta kuna mtaalamu wa kilimo au mtaalamu wa mifugo au mtaalamu wa misitu. Karibu kwa 90% na zaidi hawa wote wamepita mikononi ya wakufunzi wetu na malecturer wetu katika chuo cha Sokoine cha kilimo. Kwa hiyo tunaona tumetoa mchango mkubwa. Lakini chuo chetu kama vilivyo vyuo vikuu vingine duniani, mbali ya kufundisha, kina jukumu la msingi kabisa la kufanya utafiti ili kuweza kutatua changamoto mbalimbali ambazo zinakabili wakulima na wafugaji wa nchi yetu. Kwa hiyo chuo chetu kimefanya kazi kubwa. Tumeweza kuzalisha aina mbalimbali za mbegu kama mbegu za mahindi, mbegu za mpunga, mbegu za mahindi ambazo zinatumiwa na wakulima wetu. Ama tulifanya wenyewe ama kwa kushirikiana na taasisi zingine za ndani na za nje ya nchi yetu. Lakini vile vile chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo kina jukumu mahususi la kupeleka yale tunayoyafanya kutokana na tafiti zetu, kutokana na mambo mengi yanayoendelea pale chuoni, sasa kuyafikisha kwa mlaji. Na sisi kwa sehemu kubwa mlaji wetu ndio huyo mkulima, mfugaji, mvuvi, lakini sasa hivi tuna grupu kubwa la Watanzania ambao wako kwenye kilimo cha misitu au kilimo cha miti. Kwa hiyo na hili tuliliona kutoka mwanzo. Wakati chuo kinaanza mwaka 1984, chuo kilianzisha taasisi mahususi ndani ya chuo ambayo ni taasisi ya elimu ya kujiendeleza au kwa Kiingereza tunasema Institute of Continuing Education. Chuo kwa kupitia hii taasisi tumekuwa tunawafikia wakulima kwa njia mbalimbali. Njia kama hivi leo tulivyo kwenye redio hapa, tumekuwa tukitoa ushauri, lakini tumekuwa wataalamu wetu wanaenda moja kwa moja kuwafikia wakulima ama katika vikundi au mkulima mmoja kutokana na mahitaji yanayokuwepo. Na hii tumesaidia sana kwenye kuboresha kilimo cha nchi kwa maana ya kutoa ujuzi. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo kwa kweli chuo chetu kimefanya kwa kipindi cha miaka 60. Na sisi kama viongozi wa chuo cha Sokoine cha kilimo kwa kweli tunajivunia sana uwepo wa kile chuo, lakini mchango mkubwa na mwitikio wa Watanzania kwenye kutumia hiki chuo kwa ajili ya kuboresha sekta ya kilimo katika nchi yetu. Na mtazamaji, ni historia ndefu hiyo ambapo Profesa Raphael Chibunda ameisimulia juu ya nafasi ya chuo kikuu cha SUA katika kuhakikisha namna gani ambapo kimeshiriki katika miaka hii 60 ya uhuru wa Tanganyika. Anasema ni kiasi miaka 4 tu mara baada ya uhuru chuo cha kilimo SUA, chuo cha kilimo cha Sokoine kikiwa kimeanzishwa, na amefafanua kwa mapana zaidi namna ambavyo kimeshiriki katika kuhakikisha kinazalisha wataalamu wa sekta ya kilimo pamoja na misitu. Kabla sijaenda kwa Profesa Maulid, nisalie kwako makamu mkuu wa chuo. Mmegonga Mwanza hodi hapa. Pengine nini hasa ambacho kimewafanya mweze kugonga hodi Mwanza katika maadhimisho haya ya miaka 60 ya uhuru wa Tanganyika? Asante. Sisi tumekuja Mwanza, tuko Mwanza hapa toka jana, tunafanya maandalizi kama ambavyo mtangazaji umesema pale kwenye utangulizi kwamba nchi yetu sasa
tunakwenda kwenye hii wiki ambayo ni muhimu ya kuelekea maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru wa Tanzania bara. Kwa sisi kama chuo kikuu cha kilimo nchi hii, lakini kama sehemu ya sekta ndogo ya elimu ya juu, tumeona ni vizuri tushiriki kwa kuandaa kongamano ambalo tutakwenda kuzungumzia hasa maendeleo ya kilimo katika miaka 60 ya uhuru wetu, lakini tutajikita zaidi kwenye kuangalia mafanikio yaliyopatikana na baadaye tutaainisha changamoto ambazo bado tunazo, ambazo sasa kama nchi inabidi kwa pamoja tutafute jinsi ya kufanya kutatua tunapoelekea labda kwenye miaka 60 mingine iliyo mbele yetu. Kwa hiyo kwa kufanya vile na kwa kuzingatia maelekezo yaliyotolewa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kupitia kwenye waziri wetu Mheshimiwa Profesa Joseph Ndalichako, kwamba vyuo vikuu viende kufanya haya makongamano, tuwe kama chachu ya kuibua mjadala katika nchi yetu wa kuangalia tulichofanya miaka 60 iliyopita, leo tulipo na mbele tutegemee kitu gani. Kwa hiyo sisi kwa kushirikiana na chuo kikuu cha Mtakatifu Augustine cha hapa Mwanza, lakini vile vile na chuo kikuu cha kilimo na teknolojia cha Mwalimu Nyerere kilicho katika mji wa Butiama Msoma, tumekuja pamoja kama vyuo vikuu vitatu, ndio tumeandaa kongamano ambalo kesho linakwenda kufanyika kuanzia saa 3. Na nichukue hii nafasi kumshukuru sana Mheshimiwa Mhandisi Mkuu wa mkoa wetu wa Mwanza ambaye amekubali kuja kuwa mgeni rasmi kwenye hilo tukio ambalo tunakwenda kulifanya kesho. Na nichukue hii nafasi kuwakaribisha kwanza wana sauti hapa, lakini vile vile wananchi wa jiji la Mwanza kwa ujumla, kuanzia kwa wanafunzi, vijana wengine, watu wazima, waje tujumuike, kwa sababu hili ni kongamano ambalo sio la wateule wachache. Ni mjadala wa wazi wa kijamii ambao kwa pamoja sisi tumeandaa, tutakuwa na wachokoza mada 4 ambao tu wao watatuchokozea mada, lakini baada ya pale wale watakao kuwepo tuweze kushiriki kwa kweli kwenye kuangalia kilimo chetu miaka 60 nyuma na mbele tunakoenda. Kwa hiyo niseme hiyo ndio sababu kubwa ambayo sisi imetuleta katika jiji la Mwanza. Tukushukuru sana. Na labda niongeze ya kwamba mbali ya kongamano tumeandaa tuna maonesho kutoka Sokoine na watu hapa waweze kueleza vizuri. Nimtupie Profesa Maulidi. Tusikie kutoka kwako kwa namna gani ambavyo sasa mmepanga shughuli nzima ambapo itakuwa inakwenda pamoja na maonyesho haya, na pengine utatusaidia kutupitisha ni vitu gani ambavyo vitakuwa vinapatikana. Sawa, nashukuru. Haya maonyesho tumelenga makundi kama matatu. Kundi la kwanza ni la wanafunzi ambao wako kwenye shule za sekondari ambao baadaye wanatarajia kujiunga na vyuo vikuu, kama chuo kikuu kama cha kwetu. Kundi la pili ni la wakulima na la tatu ni la wafugaji kwa ujumla wao. Kwa hiyo hawa ndio makundi makubwa matatu, lakini kwa sisi kama chuo tumejigawa katika sehemu mbalimbali kutokana na vitengo tulivyo navyo pale. Tuna kitengo ambacho kinahusika na shahada za awali, yani kuanzia stashahada na degree ya kwanza. Kwa hiyo wale wako pale kuelezea programu zetu zote ambazo tunazitoa, ambazo ni takriban 39, yani hizo shahada za awali, ikiwa ni pamoja kwa nayo makundi ya stashahada, shahada na shahada ya kwanza. Kwa hiyo kuna watu pale watakuwa kielezea hizo program, lakini pia tuna kitengo au tunaita kurugenzi ya shahada za uzamili, utafiti, uhaulishaji wa teknolojia na ushauri wa kitaalamu. Wao wanashughulika na shahada tunazozizoea kuziita za juu au uzamili, kwa maana ya shahada za umahiri na ubobevu au masters na PhD, ambazo kwa shahada hizo za umahiri yani masters degree ziko takriban 60 na PhD ziko za aina 5. Kwa hiyo kwa wanafunzi nadhani wao sehemu kubwa itakayowahusu ni hiyo, wale wanaotaka kwenda masomo ya juu zaidi. Kwa mfano wanafunzi wa sauti labda wamefanya shahada za awali, anataka kujiunga na chuo chetu, atapata maelekezo. Sehemu ya pili ni vitengo ambavyo ni vya moja kwa moja na vya taaluma. Chuo chetu kinatumia mfumo wa colleges au ndaki. Kwa hiyo kutokana na dhana nzima ya maonesho haya, kwanza tunaongozwa na ndaki yenyewe ya kilimo ambayo ndio kama muasisi wa kile chuo. Na ukifika pale kwenye ndaki ya kilimo tuna maonesho mbalimbali, na nitaje tu vitu vichache. Kwanza tunaweza tukapima afya ya udongo ili mtu aweze kujua kwamba udongo udongo fulani unastahili kulima mazao gani, kwa sababu ni kosa kubwa ambalo wakulima watu tunafanya. Unanunua tu ardhi, unaanza kulima, hujui hapa kuna chumvi, kuna maji au kuna madini gani. Kwa hiyo tunaweza tukafanya huduma hiyo ya kupima afya ya udongo.
Lakini sambamba na hilo kuna swala la afya ya mimea. Wakulima wanakumbwa na changamoto nyingi ya magonjwa na wadudu wanaoshambulia mimea. Kwa hiyo tuna wataalamu ambao wako pale. Lakini tumekuja na kitengo cha ubunifu wa mavazi na vitu vya nyumbani, kwa sababu tuna shahada pale ambayo tunaita Family and Consumer Studies, ambayo ina wanafunzi ambao wanatengeneza vitu mbalimbali ambavyo vinatumika kwa mlaji, ikiwemo mavazi, mikanda, viatu. Kwa hiyo wao nao wanaonesha. Kwa hiyo ni kwa ujumla tu kwa haraka kwa ndaki ya kilimo. Lakini tuna ndaki yetu kubwa sana pia ya tiba za wanyama, tiba na sayansi ya wanyama. Sasa wao kwa kuanzia kwanza pale chuoni tuna ile tunaita hospitali ya taifa ya rufaa ya wanyama, ambayo ni hospitali ambayo mnyama akishindikana kutibiwa kokote sasa anapewa rufaa kuja pale. Kwa tumekuja na baadhi na sehemu ya ile hospitali iko pale kwa ajili ya kutoa huduma hiyo ya tiba za wanyama. Lakini pia wana maabara kubwa, au tumekuja na maabara kubwa pia ya kutumia vifaa vya kisasa vya kupima vinasaba ili kubaini magonjwa. Kwa hiyo nayo imekuja pale, magonjwa ya mifugo. Tukiacha hizo ndaki mbili kubwa, yani hizo college zetu mbili kubwa, tuna kitengo ambacho tunakiita ni taasisi ya udhibiti wa visumbufu wa viumbe hai au Institute of Pest Management. Wao wamekuja na vitu vingi, lakini kinachovutia zaidi ni mnyama bundi ambaye amekuja pale au ameletwa pale kuonesha kwamba yeye ana matumizi sahihi, ukiacha na yale matumizi yanayotokana na imani potofu, kwamba yule bundi anaweza kutumika katika kusaidia kudhibiti visumbufu vya mimea au viumbe viharibifu wa mimea, hasa panya kule mashambani. Kwa hiyo wako pale, lakini pia wana vitu vingine wanavyovionyesha. Lakini pia tuna kitengo chetu pale tunachokiita wakfu wa SACIDS, yani SACIDS Foundation, ambao wao wanahusika zaidi na kudhibiti magonjwa yanayoenea kwa kuambukiza na yanayoshambulia binadamu wakati mwingine pamoja na mifugo. Wao wameleta maabara inayotembea. Kuna gari pale, ni maabara ya kisasa ambayo imekuja pale, imeletwa pale na ina vifaa vya kisasa vya kuweza kuangalia, kutambua magonjwa mbalimbali. Na mwisho ni kitengo chetu cha zana za kilimo. Chuo chetu serikali ya awamu ya 5 kipindi kile cha hayati John Joseph Pombe Magufuli alitupatia matrekta ya kisasa karibu 10 ambayo yalisaidia kuanzisha kitengo hiki cha zana za kisasa za kilimo. Na kile kitengo hatimaye kimepelekea chuo sasa kuanzisha na shule ya udereva wa zana na mitambo ya kilimo. Kwa hiyo wale nao tuko nao pale katika kuonesha maonesho. Kwa ukubwa au kwa yale maonesho ya jumla tumejipanga katika vitengo. Nirudie kwako makamu mkuu wa chuo. Unaibeba dhana pana na dhima pana ya chuo katika kuhakikisha kule ambapo inataka kuweza kufika. Unaitazamaji sasa mara hii? Watu wengi kuna swali moja wanajiuliza, namna gani ambavyo jamii inaweza kukifikia chuo kikuu na jamii na chuo kikuu ikawa sehemu ya jamii? Swali yako ni nzuri sana, kwa sababu baadhi ya wadau wetu, hasa wakulima, wafugaji, wavuvi, huwa wanauliza ni jinsi gani akitaka msaada kutoka katika chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine anaweza kutufikia. Sisi tuna njia nyingi, na kama nilivyosema mwanzo, tuna taasisi mahususi ambayo chuo kimeitenga, taasisi yetu ya elimu ya kujiendeleza, ambayo kazi yake ni kuwafikia wakulima. Mfano, tunatoa mafunzo ya muda mfupi au short courses katika maeneo mbalimbali. Kama wewe ni mkulima wa mpunga, wewe ni mkulima wa muhogo, wewe ni mkulima wa maharage, ungetaka kujua zaidi ufanyeje ili kilimo chako kiweze kuwa na tija zaidi, basi unaweza ukatufikia kwenye kwanza tovuti ya chuo ambayo iko wazi muda wote. Tunatoa haya matangazo ya hizi kozi fupi, lakini vile vile kama kuna shida ambayo ni mahususi, kupitia mawasiliano yaliyoonyeshwa kwenye tovuti ya chuo bado mnaweza mkatufikia. Lakini vile vile niseme wale ambao wako kwenye kanda ya mashariki, mikoa ya Morogoro, mikoa ya Pwani, Dodoma na Tanga, chuo kikuu cha Sokoine kinamiliki redio ambayo ni SUA Media, ambayo nayo tunaitumia mara nyingi kuandaa vipindi kwa ajili ya kuwafikishia wadau wetu pale wanapokuwa wana mahitaji. Kwa hiyo nitoe tena wito kwamba sisi tupo, na kama alivyogusia hapa naibu makamu mkuu wa chuo kuhusu uwepo wa maabara hii ya kuchanganua udongo, kuchambua udongo na kuweza kuonesha kwamba udongo huu unahitaji mbolea kiasi gani, mbolea aina gani. Tuna maabara kubwa zaidi kule Morogoro katika chuo kikuu chenyewe, na ambacho nashukuru Watanzania wengi wamekuwa wakitumia. Lakini kulingana na maboresho makubwa ambayo tumefanya, napenda nitoe wito kwamba kwa yeyote anayetusikiliza siku ya leo,
Kwa kweli tatizo hili ni kubwa, tunafahamu. Kwa hiyo muje mtumie hii maabara ili kuweza kufanya kilimo ambacho kwa kweli kitazaa tija zaidi. Pengine swali za kwa moja, gharama za kuweza kupata hiyo huduma ziko vipi? Gharama zetu sio kubwa kwa sababu sisi ni chuo kikuu cha serikali. Gharama tunazozitoza sio gharama ambazo kwa kweli tunategemea mkulima wetu ashindwe. Lakini gharama inategemea na aina ya vipimo unavyotaka kufanyiwa, kwa sababu kuna wengine wanaleta majani labda ya mazao, wengine wanaleta mizizi, wengine wanaleta udongo, wengine wanaleta vyote. Na kwenye hizo sampuli kila mtu kuna vitu ambavyo angependa kufanyia huo uchambuzi. Kwa hiyo hilo la gharama, niseme utakapokuja kuleta taarifa kwenye maabara yetu kwamba unataka kufanyiwa kipi na kipi, basi ndio gharama hapo itatengenezwa na wewe utapewa. Lakini ushauri wangu ni kwamba gharama zetu kwa kweli, kwa sababu sisi sio maabara ambayo ni ya kibiashara moja kwa moja. Biashara yetu ni kwa ajili ya mafunzo, tunafanyia utafiti, lakini na kutoa huduma kwa wadau wetu. Nije kwako naibu makamu mkuu wa chuo katika upande wa taaluma. Unaiona nafasi ya sekta ya kilimo ndani ya mipaka ya Tanzania kuzidi kusalia kwa uti wa mgongo? Nafasi ya kilimo kusalia kwa uti wa mgongo bado ni kubwa, kwa sababu kilimo kwanza kinaendesha nguvu kazi. Nguvu kazi ni watu, kinaendesha watu, yani kila mtu sasa hivi anahitaji kula. Kwa hiyo hata tukisema biashara imekufa, lakini mtu alime kwa ajili ya yeye mwenyewe kula na familia yake, kwa bado kilimo kipo. Kwa hiyo ya kwanza kama ni kuendesha ile nguvu kazi, lakini pili bado kilimo kinabakia ndio chanzo kikubwa cha rasilimali za viwanda mbalimbali. Mazao mengi tunayofanyia uchakataji au usindikaji na kuweza kuyauza nje, bado bei yake itatokana na kilimo cha humu ndani. Hatuwezi kuagiza mazao nje ili tuje kuyachakata humu ndani au tuyasindike humu ndani alafu tuyauze nje. Bado tutategemea ile chanzo chetu cha humu ndani. Lakini pia uchumi wetu tunaokwenda, kwa sababu tunakwenda kwenye uchumi wa viwanda. Na katika masomo ya uchumi haya ni magurudumu mawili yanategemeana. Gurudumu la kilimo na gurudumu la viwanda lazima yaende pamoja. Lakini kiwanda kinapokuwa gurudumu lake linakuwa kubwa zaidi, lile la kilimo linakuwa dogo. Kwa hiyo kiwanda kinaajiri watu zaidi na kuchangia zaidi kwenye uchumi wa nchi, lakini hakiwezi kukua kama ili gurudumu jingine lenyewe Inakuwa inasimama halikui. Kwa hiyo bado kuna hiyo sehemu kubwa, lakini nchi yetu pia ina bahati kubwa ambayo tunaita strategic, imekaa kimkakati. Tuna maziwa makubwa, tuna mito mikubwa, tuna mabonde mengi, tofauti na wenzetu ambao sehemu kubwa aidha ni jangwa au ni eneo ambalo halifai kwa kilimo. Kwa ukitufanisha na nchi zote pengine zinazotuzunguka, bado sisi tuna nafasi nzuri sana ya kujenga uchumi kwa kupitia kilimo. Kwa bado naona hiyo nafasi iko kubwa sana ya kilimo kusalia katika, inaweza isiyo kubwa kwenye kuchangia uchumi kutokana na viwanda kukua, lakini hatuwezi kuwa na viwanda bila kilimo. Na yale magurudumu yale yanategemeana. Nije kwa makamu mkuu wa chuo. Binafsi naona hilo kwamba sekta ya kilimo ina nafasi zaidi kuzidi kutembea kifua mbele. Mimi niongeze tu kwa ambacho amesema Profesa Matawala hapa, naibu makamu mkuu wa chuo anayeshughulikia taaluma pamoja na utafiti. Nchi yetu bado tunasema 65% ya watu wetu bado wanategemea kilimo kwa ajili ya mahitaji yao ya kila siku. Lakini ambacho niongeze kwamba ukiangalia idadi ya watu katika nchi yetu, najua mwaka kesho tutakuwa tunakwenda kufanya sensa. Na mimi sina wasiwasi kwamba hii sensa itatuonyesha kwamba Watanzania tumeongezeka. Labda tutafika milioni 60 au na zaidi kidogo. Na ukifumba macho ukaiona Tanzania ya miaka 30 inayokuja, inawezekana mpaka kufika mwaka 2050 nchi yetu ikawa na watu wanaopindukia milioni 100. Kwa hiyo swali linalokuja la kwanza kwa watunga sera wa nchi yetu, lakini kwa wote wenye mapenzi mema, kwamba hii idadi ya watu wanaoongezeka na sehemu kubwa hawa ni vijana, tunafanyaje ili tuweze kuwa na chakula cha kuwalisha watu wakawa wenye afya njema na wakafanya kazi kwa ajili ya kusukuma gurudumu la maendeleo ya nchi yetu? Kwa mimi nikifikiria vile, ninauona umuhimu wa kilimo kwamba bado upo, kwa sababu kwa uchumi wetu ulivyo hatuwezi kuja tukawa na fedha za kuweza kuagiza chakula ili tulishe wananchi wa hii nchi. Kwa lazima bado tuendelee kuweka nguvu kwenye kuboresha tija kwenye kilimo chetu, ili kwanza tupate hicho chakula, lakini kama alivyosema vizuri sana hapo Profesa Matawala, tuweze kupata malighafi kwa ajili ya viwanda vyetu. Na mimi nitoe tu wito kwamba tunachohitaji kufanya ni kuendelea kuongeza matumizi mfano ya teknolojia katika kilimo chetu. Tuongeze matumizi kama ya mbolea ili kilimo chetu kiwe na tija zaidi kuliko huku miaka 60 ambayo tumetoka.
kuliko huku miaka 60 ambayo tumetoka. Nimeona katika maadhimisho haya yamejaribu kushirikisha chuo zaidi ya kimoja, na hajasimama kama Sokoine peke yake. Mmeshirikiana na vyuo vingine katika hili ikiwemo chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino. Sekta ya kilimo ndivyo ambavyo pia na yenyewe ilivyo. Profesa, utakubaliana na mimi kwamba kilimo kinaweza kupelekea kuchipuka ama kukua zaidi kwa sekta ya viwanda. Ukilima mkonge pale Morogoro, basi utahitaji uwe na kiwanda cha kuweza kuchakata wa mkonge, uwe na kiwanda cha kutengeneza magunia kama alivyofanya Mwalimu kule Iringa. Wakati mkonge unatoka Morogoro, basi kiwanda cha magunia kikawa Iringa, akatengeneza kiwanda cha pembejeo kule Mbeya na maeneo mengine. Nini kama SUA katika miaka ijayo unaona nafasi pana ya kuweza kushirikisha maeneo mengine ili kuweza kuhakikisha kwamba kilimo ambacho nini ndicho ambacho mmekuwa uti wenu wa mgongo, kwa maana ya kila mnapokaa mnapojitathmini mnaona tumebebwa sana na kilimo licha ya kozi nyingine kuwepo, unaona sasa pengine kuna nafasi ya kuweza kushirikiana na wengine ili kukuza unyororo uende vizuri zaidi? Asante. Mimi niseme hivi, kwanza tukiongelea kilimo ambalo sisi ndio eneo tuna ubobezi mkubwa kama ni sekta ambayo ni mtambuka. Ukilima lazima utafute soko. Kutafuta soko ni maarifa tofauti na kule kulima kwenyewe. Au kama nilivyosema, kama tunakwenda sisi kuangalia udongo una viini vipi vya kusababisha mmea wote vizuri, hilo ni eneo la kilimo msingi. Lakini kama nilivyosema, ukivuna unahitaji soko, lakini unahitaji walaji. Unaweza mkazalisha mbegu nzuri ikawa inazaa vizuri, lakini mkifikisha kwa walaji wakasema hii sio tuliyoitegemea. Kwa ndio maana sisi tunaona nafasi kubwa sana ya kushirikiana na chuo kikuu kama cha Sauti cha Mtakatifu Agustino, ambacho tunajua kina wabobezi kwenye mambo ya uchumi, kwenye mambo ya sociology, kwenye mambo ya saikolojia na mambo mengine. Watu tunadhani tukiweka nguvu zetu kwa pamoja, hayo tunayoyafanya sisi kama sehemu ya utafiti wetu au sehemu ya maarifa tunayoyazalisha yanaweza kuwafikia walaji wetu na wadau wetu wengi kwa urahisi zaidi kuliko tukijitenga. Na leo nishukuru kwamba tulikuwa na mkutano na naibu makamu mkuu wa chuo hapa Sauti ambaye anashughulikia taaluma. Tumeanza maongezi ya kukubaliana ushirikiano zaidi. Hata tunapofundisha wanafunzi wetu, mfano tuna wanataaluma wabobezi wa maeneo hapa ambao labda kule Sokoine sisi hatunao. Kwa hiyo tungeweza tukawa hata wazungu wangesema ni staff exchange. Wa huku wakaja kule, lakini tunawahimiza walimu wetu, watafiti wetu wakaja pamoja, wakaanza hata kuwa na miradi ya utafiti ambayo ni ya ushirikiano. Hiyo tunadhani itatusaidia, na sisi Sokoine tunaamini kwamba vyuo vikuu vingine katika nchi hatushindani, na mtu anayeona kwamba tunashindana tutakuwa tumeanza kosea. Tunachohitaji sisi ni kushirikiana. Bado nafasi ni kubwa, bado eneo la elimu ya juu katika nchi yetu hatujafika mahali ambapo wadau wetu na serikali wanategemea kufika. Kwa hiyo tunahitaji kushirikiana, na tukifanya hivyo kwa kweli nadhani tutapata mafanikio ya pamoja. Profesa Maulidi Mwatawala, ujumbe wako kwa wanaokutazama na kusikiliza kwa hivi sasa? Ujumbe wangu na washauri waje kwa wingi, wajitokeze kwa wingi kwenye maonesho. Si kila mara tunapata fursa ya kutembelea kanda kama hii, kama huku kanda ya Ziwa, kutokana na umbali ambao tuko sisi kule Morogoro. Kwa mimi nadhani ni fursa ya pekee, fursa adhimu wanasema, ambayo imetufikisha hapa. Pamoja na kongamano, waje watutembelee ili waangalie teknolojia zilizoko, lakini hata pale ambapo hamna teknolojia, basi wanaweza wakachukua hata mawasiliano pale wanapokumbwa na changamoto, wakaweza kuwasiliana nasi. Na wanafunzi pia wajitokeze kwa wingi ili waone fursa ya programu ambazo wanaweza wakajiunga nazo katika chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo. Nikushukuru sana. Nimalizia kwa makamu mkuu wa chuo. Unapeleka ujumbe gani? Mimi nina mawili. La kwanza ni kiongelea chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo kwamba ni watoe wasiwasi wazazi, wanafunzi wetu na wadau wetu kwa ujumla kwamba chuo chetu tumeboresha sana. Chuo chetu kwenye jinsi tunavyofundisha. Sasa hivi tumeweka kazi mkubwa sana kwenye masomo kwa vitendo, na wanafunzi wetu sasa wanaomaliza kwa kweli wa ubora ambao jamii najua inautegemea, na kwamba watakwenda kuwa hawa ni watendaji mahiri ama pale watakapoajiriwa au watakapoamua kujiajiri, eneo ambalo tumeliwekea msisitizo mkubwa sana. Na la pili ni hili ambalo limetuleta sisi Mwanza, swala zima la kushiriki kwenye kuadhimisha miaka 60 ya uhuru wetu. Najua kuna watu wengine wanaangalia miaka 60 wanaiona labda ni mingi au ni michache, lakini katika uhai wa nchi miaka 60 ni hatua tumepiga. Na ukiangalia nyuma, tunapoongea na wazee wachache waliobaki ambao walikuwepo siku ya uhuru wa nchi yetu,
kulikuwa na shamra, kulikuwa na furaha na mategemeo makubwa. Na leo tunapofikisha miaka 60, tukiwa na nchi yenye amani, tukiwa na nchi ambayo ina uhuru, mimi nadhani kila Mtanzania anapasika kufurahi, akashiriki kwenye haya maadhimisho, akaangalia nyuma na tukaangalia mbele tunakotaka nchi yetu ipeleke. Na mwisho nitoe wito kwenye hili kongamano. Sisi vyuo vikuu vitatu ambavyo tumekuja pamoja, tumeweka tayari wachokoza mada ambao kwa kweli ni magwiji, ni mahiri. Watakwenda kuchokoza mada kwenye hili eneo la kilimo, na baadaye tutoe nafasi kwa washiriki wote kuweza kutoa mchango wao, na baadaye basi yale tutakayokuwa tumekubaliana tuyawasilishe kwa watunga sera wa nchi yetu ili yaweze kufanyiwa kazi na labda kwa msingi wa miaka mingine 60 inayokuja kwenye ukuzaji wa sekta ya kilimo. Kwa hiyo karibuni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Na mtazamaji wa Sauti Digital na msikilizaji wa Radio Sauti FM Studio, huyo ni Profesa Rafael Chibonda, makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo ambacho kina maskani yake pale Morogoro, ambaye alikuwa ameambatana na Profesa Maulidi Mwatawala ambaye ni naibu makamu mkuu wa chuo kwa upande wa taaluma, utafiti na ushauri wa kitaaluma, ndiye ambaye alikuwa ameambatana naye katika mahojiano haya maalum kwa siku ya leo. Tumepata nafasi ya kuyazungumza mengi na kuangaza kwa namna gani ambavyo wamekuwa wakishiriki kama chuo katika sekta hii ya kilimo. Nasema leo ukisafiri kwenda mipaka mbalimbali ndani ya mipaka ya Tanzania, utakutana na wataalamu wa kilimo ambao wamepita katika mikono yao. Mimi naitwa Martin Nyoni, ndiye ambaye nimekuongozea majadiliano haya kwa siku ya leo. Niseme kwaheri na uwe na wakati mwema.